kuna swali limeulizwa kwamba ikiwa mtu ameoa mke wa pili na kisha yule mke wa pili hakukubali ukewenza, akamwambia mume, bwana, mimi sikubali ukewenza, yani sikubali mitara, nipe talaka yangu. Mume akamrai kwamba simpe talaka, akawa amemwachia kwamba afikirie, au ndio yuko katika namna ya kumfanya subiri. Lakini na mwanamke naye ile jambo hakuliweza, na kwa ile jahili ambayo ilikuwako akawa ameondoka au amebakia sehemu ambayo yuko mbali na mumewe. Kisha kwa muda mrefu sana, kwa kuwa hakuachwa. Kwa nini nimependa kulisema swala hili? Nimeulizwa binafsi, lakini nimependa kulisema kwa sababu ndio lipo katika wengi wa sisi, kwamba yule mwanamke akaolewa akapata mtoto. Je, hapa inakuwaje kisheria? Ile ndoa yake sawa, na pia yule mtoto ni halali, kwa sababu huku yule mume anaendelea kuspendi na mke mwingine, na yule kule muda mrefu amekaa peke yake kwa kuwa hataki kukaa mitara, kukaa ukewenza. Sheria hapo iko vipi? Tunasema kwanza, moja kwa moja, ambayo ndio jambo lipo sana hili, ikitokea ukorofi hawajaachana, na kama unavyojua sheria imempa mume mamlaka ya talaka. Kwa kama imempa mume mamlaka hiyo, mara nyingine mume naye anaona sio katika islahi, lakini anaona kwamba mimi ndio mwenyewe sasa, inabidi utasubiri tu hata ikiwaje. Sasa kwanza, kabla hajatoa jawabu, wewe umepewa rujulia, yani mwanaume umepewa ile ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Ile ar-rujulia uliopewa wewe ina ugumu wake nini? Ile qiwama, kwamba sasa wewe ndio wa kutengeneza majabu na kuyaweka sawa. Isichukuliwe tu kwa sababu kwamba wewe ndio ar-rijalu qawwamuna, wenye nguvu, basi mimi nitafanya tu kwa sababu ni ar-rijalu qawwamuna sala. Kuna wakati utumie hikma, umepewa nguvu hiyo, kuna uzito mkubwa. Kwa unaangalia mazingira yalivyo. Je, panawezekana kufanya hili? Je, consequence yake nikifanya, yani result itatokea ipi? Yote inabidi uyaangalie, na ukiona kwamba result yake itakuwa sio mzuri, na kuna watoto na mengineo, haina haja kumwambia yule mke kwamba umeongeza mke mwingine. Na kosa kama hili linazalishwa, kosa kama hili mara nyingine la mume kuongeza mke linazalishwa na tamaduni za jamii zetu, Siku hizi nakuwa napenda kulisemea jambo hili kila mahala inapowezekana kusema tamaduni za jamii zetu, kwa sababu tunaambiwa mtu akitaka kuongeza awe na uwezo. Lakini utaona wengi katika sisi jamii ya Kibantu au Waswahili hawana uwezo, alafu wanaongeza. Katika observation na kuuliza, mpaka tukauliza pia wazazi wetu ambao sisi tuko na Wabantu, tukiwauliza wanakuambia naam, kuna mila ikiwa mke yuko ujauzito, na ujauzito haingiliani na mumewe, kisha akijifungua pia haingiliani na mumewe almost miaka 2. Yani hii ni mila, nadhani nyewe baadhi yenu mtakuwa mashahidi. Yani mtu aingiliane na mkewe mwaka ule wa mimba na miaka 2 baada ya kujifungua.
Sasa huyu mume ataishi vipi namna hiyo? Ndio sasa unapelekea sasa wazi kidogo, kuna ile bwana kwamba fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', kwa sababu huku ndo hakuna njia yoyote, na akijiangalia hana uwezo, anahofia kuzini. Kwa hiyo nikasema kwamba ndio maana hizi ndoa mara nyingine kwa wale hali za duni zinasababishwa na mila. Hii ni mila ambayo ipo kwa wale Wabantu au Waswahili, wanafanya namna hiyo, kwamba mke akiwa ujauzito kuingiliana hamna hii katika sheria ya Uislamu, au akijifungua hakuna kuingiliana. Anasema vipi mtoto atakuwa hakui vizuri, ataharibika. Tumejaribu kuulizia na ni kweli imekuwa hivyo, kwa mtoto ataharibika. Anaharibika na nini yule mtoto? Ni perceptions zimejengwa katika akili zetu sisi, ambazo sio mila ya Uislamu na sio mwenendo wa kisheria, imesababisha matatizo kama hayo. Wale sasa ambao ndio hawana uwezo, wanaogopa, wanaangukia kwenye zina, kwamba leo watazini kwa kujificha ficha mpaka mkewe kidogo tena kashamaliza miaka 2 ya kunyonyesha, haya tena maisha yaendelee. Ndio mataada ya kuchukua vijana wake kukaa na mwanamke bila kumwoa ameonekana ni rahisi jambo hili kwa tabia za Kiafrika au za Kiswahili. Imekuwa jambo la kawaida kwa sababu ya hizi mila ambazo zilowekwa kuacha sheria. Kwa hiyo inabidi tuziepuke na tukumbushane mila, tuziache, tufuatane sheria ya Uislamu. Maadamu mke ametoharika, na pia kibiolojia ikiwa mke hana tatizo lolote kwenye hali ya ujauzito, kila ukimuingilia ndo ile sura inakuwa ashbah na yule mzazi wake wa kiume. Ikiwa haumuingilii mara kwa mara, itakuwa ashbah na mzazi wake wa kike kwa namna yote. Sasa ikiwa mfano maradhi, kuna wengine wakishika ujauzito wanakuwa na maradhi moja kwa moja mpaka anajifungua, hii kesi nyingine, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Lakini kama hakuna maradhi hayo, kule kumuingilia tu mwanamke sio ndo ubaya, ndo uzuri wakati yeye na ujauzito. Tuache zile mila mbaya, na akijifungua ni siku 40 tu, na taratibu za Uislamu zimeelekeza. Kama unahofia labda atashika ujauzito mwingine, taratibu za Uislamu zimeelekeza. Sina maana tunaambia kunna na'zil wal Qur'an yanzil, kwamba tulikuwa tukimwaga mbegu zetu za uzazi nje ya tupu za wake zetu, na Qur'ani inashuka. Haijatukataza Qur'ani, wala pia haijakataza hadithi za Mtume. Sasa Mtume mwenyewe hajatukataza. Kwa hiyo isiwe mila kama hizo zinatupeleka kwenye ubaya. Sasa tukirudi kwa wanaume, na sisi tuwe na fikra kwamba je, ile hali na wewe Mwenyezi Mungu hapa wale mtihani. Sasa chukua picha kwamba mtihani ule na wewe ungekupata wewe, kwamba ungekuwa ndio time na wewe ni mwanamke, alafu unataka kuolewa mwanamke mwingine. Ukiwaza hivi na kufikiri hivi, inakupeleka kwenye hekima ile jambo ulifanya kwa namna nzuri, si mjarudi tu kulifanya kwa sababu mwanaume nishaambia bwana ukitaka kuoa uoe bwana, hakuna dharura, hakuna jambo lolote linakupelekea hivyo. Hapo utakuwa unaweza kuingia kwenye makosa, kwa sababu wengi sana wanaotaadudi zaujati, kuna maharibifu ya malezi ya watoto, kuna uharibifu wa kusababisha watu kufanya uzinifu, kwa sababu kule mtu apeleki mahitaji na yule mwanamke anahitaji mahitaji, inabidi amchiti mumewe. Wale watoto pia wanakuwa katika hali ambayo jamii yetu akisema inaonekana duni, kwa sababu ile huwa watoto tofauti kwa concept ya kwamba kila mtu ana riziki yake bwana. Hatukatai, lakini tushaambiwa sisi wala tulqu biyadikum la tahluka khudhu hidrakum, yote ni Qur'ani hiyo, kwamba inna Allaha la yughayyiru ma qawmin hatta yughayyiru ma anfusihim. Kwa nini Uislamu umeweka kwamba haulaini kamilaini, kwamba mama asubirie miaka miwili ya kunyonyesha, kwa sababu ipatikane nafasi kuweka utaratibu wa watoto wao kwamba ndo nawazaa naweza kuwalea. Lakini ukishakuwa na watoto wengi, kipato chako hakipo, shida katika jamii. Kwa uchache utaanza kuwalaumu wanaokuzunguka, ndugu zangu wanisaidii, Waislamu na roho mbaya, matajiri hawafai, kwa sababu wewe mwenyewe hujajipangilia ule nidhamu, na Uislamu ni nidhamu. Kwa hiyo lazima tuangalie jambo kama tusiliendee tu kwa zile kauli ambazo za kijiweni, nasema mimi hizo kauli za kijiweni za jobless.
kwamba ukiwa mke mmoja maana kama mama yako, si bendera ya chuma ipepei, yani maneno ambayo ghairu dini, yani sio ya kidini, yani maneno ambayo ya hawai shaitani, kwa sababu kullun muyassarun ma khuliqa lahu, kila mmoja Mwenyezi Mungu anampekesha vile alivyoumbiwa. Wako wanaume hata ukiwapa wanawake wanne hawatoshi, watataka zaidi na zile ziada. Wako wanaume hata huyo mmoja mwenyewe hamwezi. Ndio maumbile Mwenyezi Mungu ametumba namna hiyo, lakini zimewekwa zile hawali au option katika Uislamu ili kutengeneza maisha yetu pale kwenye emergency isiwe tatizo na shida. Sasa nirudi katika kulijibu swali kwamba huyo dada yetu aliyofanya namna hiyo, kwamba ndoa yake kwanza haipo kwa sababu alikuwa bado ni mke wa mtu. Ndoa yake haipo kwa sababu alikuwa bado ni mke wa mtu, na kwa kuwa hakujua hilo ndio ameingia kwenye tukio baya zaidi, kwa maana naona yeye alichofanya ni sahihi kwa sababu ametengwa muda mrefu, miaka 2 si 3. Kwa hivyo nao itakuwa ajue sheria, kwa kuwa mumewe kwa muda kama huo hakufanya swala lolote na hajakubaliana naye, aende kwenye qadha, kwenye hukumu, ambe jamani, mimi mume wangu ameongeza mke na mimi kukaa ametala siwezi, kwa hiyo nataka aniache. Kwa hiyo atanasihiwa, ikiwa zile nasaha hajazikubali ataitwa mume, ataambiwa bwana, kutokana na hali kama hii, moja ya mawili, ima umwache au uweze kutafuta njia yoyote ya kutangamana na mwanamke, lakini haifai kufanya hivi. Itakuwa anashauriwa kwa namna nzuri, yataamua pale, bwana, mimi ndo siwezi, mke wangu huyu kuna maslaha, kuna huku kuna hivi, huyu mke wangu mkubwa siwezi kumwacha na hivi, lakini sasa mazingira yashakuwa ni haya, utaenda kusababisha mabaya, amwache au kadhi anapitisha talaka.